Taarifa ya Umoja wa Mataifa imesema maagizo mapya ya kuhamishwa kwa watu huko Rafah na mji wa Gaza yamewalazimu mamia ya maelfu ya Wapalestina kukimbia tena makazi yao. Kwa mujibu wa ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kuratibu masuala ya kibinadamu OCHA, Israeli imewazuia Wapalestina kufikia takriban sehemu 2 kati ya 3 za ukanda wa Gaza, aidha kwa kutangaza maeneo makubwa kuwa maeneo yasiyofikika ama kutoa maagizo ya uhamishaji wa lazima. Miongoni mwa maeneo yaliyowekewa vikwazo ni eneo kubwa la kusini mwa Rafah, ambako jeshi la Israeli lilitoa agizo upya la uhamishaji mnamo Machi 31 mwaka huu, likitangaza kuwa linarejea kupigana kwa nguvu kubwa katika eneo hilo. Vikwazo hivyo pia vinajumuisha sehemu ya mji wa Gaza ambako wanajeshi wa Israel walianzisha mashambulizi mapya ya ardhini siku ya Ijumaa asubuhi kupanua eneo la usalama. Mivutano hii imechochea mojawapo ya uhamishaji mkubwa zaidi wa watu kwa vita kuanza na kuwalazimu mamia ya maelfu ya Wapalestina, wengi wao tayari wakiwa wamehamishwa mara kadhaa, kukimbia tena makazi yao. Nanukuu, "Changamoto yetu kubwa sasa hivi ni uhamishaji," alisema Abu Hazem Kharef, mzee alihamishwa kutoka mashariki mwa mji wa Gaza, akizungumza na Al Jazeera. "Hatujui jinsi ya kukubaliana na kukabiliana na hali hii. Nielekee magharibi mwa Gaza City nikitafuta barabara yoyote ya kuweka hema. Tunalazimishwa kuondoka na hata hatujui tunaenda wapi," alisema mzee huyo. "Tumechoka na tumevunjika kabisa moyo," aliongeza Mahmoud Al-Garabri, ambaye ni Mpalestina alihamishwa eneo hilo la Gaza. Msukumo huo wa kijeshi unafuatia tishio la Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu kuongeza mashambulizi ili kuiwekea Hamas shinikizo zaidi la kuachilia mateka wa Israeli linalowashikilia katika ukanda huo. "Sasa tunagawanya ukanda na tunaongeza shinikizo hatua kwa hatua ili watupatie mateka wetu," alisema Netanyahu katika ujumbe wa video Jumatano. Ijumaa, majeshi ya Israeli yaliendeleza mashambulizi makali ya anga na kuua angalau watu 38, vyanzo vya afya viliambia Al Jazeera. Hii ilifuatia siku moja ya mashambulizi makubwa siku ya Alhamisi yaliyosababisha vifo vya watu 112, wengi wao wakiwa ni wanawake na watoto. Hali ndani ya hospitali ya Al-Ahli huko mji wa Gaza, pia inajulikana kama hospitali ya Baptist, ambapo waathirika wengi wa kaskazini walichukuliwa, ni ya kutisha kupita kiasi, alisema mwandishi wa Al Jazeera Hani Mahmoud baada ya kutembelea hospitali hiyo. Nanukuu, "Tunaona miili imelazwa chini na wanahesabiwa kama makumi," alisema Mahmoud. "Tumewaona madaktari hawana msaada, hawajui la kufanya, hawawezi kuokoa maisha kutokana na hali mbaya ilivyo hospitalini," alisema Mahmoud, mwisho wa kunukuu. Israeli ilianza tena mashambulizi eneo la Gaza Machi 18 mwaka huu kwa kuvunja makubaliano ya kusitisha mapigano ya miezi 2 baada ya mazungumzo na Hamas kugonga mwamba, huku awamu inayofuata ya makubaliano hayo ikiwa haijaeleweka. Netanyahu anataka Hamas kuachilia mateka 59 waliobaki wa Kiyahudi kwa kubadilishana na wafungwa wa Kipalestina na misaada, lakini bila Israeli kuahidi kumaliza vita au kuondoa wanajeshi wake eneo hilo la Gaza. Kwa mkataba wa mwisho wa kusitisha mapigano, Netanyahu anasisitiza Hamas ivunje silaha, madai ambayo kundi hilo linasema ni mstari mwekundu, na ameunga mkono waziwazi mpango wa Israeli kuchukua udhibiti wa usalama wa Gaza na kuwafukuza Wapalestina. Hamas inataka kurejea katika mfumo wa makubaliano ya awali ya usitishwaji wa mapigano kwa awamu ya 3 na imetoa ofa ya kuwaachilia mateka wote mara moja kwa masharti ya kusitisha mapigano kabisa. Tangu Oktoba 7, 2023, vita vya Israeli huko Gaza vimeua Palestina takriban 50,523 na kujeruhi 114,638, ambapo watu angalau 1,139 waliuawa nchini Israeli wakati wa mashambulizi ya Hamas ya Oktoba 7 mwaka huo, na zaidi ya 200 wakichukuliwa mateka. Katika hatua nyingine, Syria imeishitumu Israeli kwa kujaribu kuvuruga utulivu wa nchi hiyo baada ya kushambuliwa kwa mara 2 na mashambulizi ya anga kwenye vituo vya kijeshi na uvamizi wa ardhini wenye maafa, hali inayoashiria kuongezeka kwa shughuli za kijeshi za Israel nchini humo. Shirika la habari la serikali la Syria Sanaa lilisema mashambulizi ya Israeli usiku wa kuamkia Jumatano katika jimbo la kusini la Deraa yaliua watu 9 na ilitaja uvamizi wa ardhini wa wanajeshi wa Israeli eneo hilo kuwa wa kina zaidi tangu kuangushwa kwa aliyekuwa rais wa taifa hilo Bashar al-Assad. Wizara ya mambo ya nje ya Syria ilisema kupitia Telegram Alhamisi kuwa mashambulizi hayo ya usiku yalikuwa yanazidi kuongezeka kwa chuki bila sababu na kuyaita jaribio la makusudi la kuvuruga Syria na kuongeza mateso kwa raia wake. Msemaji wa jeshi la Israeli alisema Alhamisi kuwa lilikuwa likijibu mashambulizi ya risasi kutoka kwa wapiganaji wa operesheni ya ardhini katika eneo la Tasil karibu na mji wa Nawaa
likikamata silaha na kujaribu ama kuharibu miundombinu ya kigaidi. Nanukuu, jeshi la Israeli halitaruhusu kuwepo kwa tishio la kijeshi Syria na litachukua hatua dhidi yake, msemaji huyo aliongeza, mwisho wa kunukuu. Wakazi wa eneo la Tasili waliambia shirika la habari la Reuters kuwa kundi lenye wenyeji wenye silaha waliuawa baada ya kukabiliana na kikosi cha Israel kilichowasili kuvunja kambi za zamani za jeshi la Syria. Geir Pedersen, ambaye ni mjumbe wa Umoja wa Mataifa kwa Syria, alilaani mashambulizi ya mara kwa mara na kuongezeka kwa kijeshi kwa Israel nchini Syria, akisema kuwa yanadhoofisha jitihada za kuijenga upya Syria yenye amani na ukanda wake. Alitaka Israeli kusitisha mashambulizi hayo ambayo yanaweza kuwa ni ukiukwaji mkubwa wa sheria za kimataifa. Kwa mujibu wa shirika la Syrian Observatory for Human Rights SOHR, ndege za kivita za Israel zilifanya mashambulizi mawili dhidi ya malengo ya kijeshi karibu na Damascus Alhamisi usiku. Nanukuu, ndege za kivita za Israel zilifanya mashambulizi ya anga kwenye maeneo ya kijeshi na vituo karibu na Al-Kiswa na Al-Mukaliba nje ya Damascus, lilisema shirika hilo, likiongeza kuwa hakukuwa na taarifa za majeruhi mara moja. Jumatano, Israeli ilianzisha baadhi ya mashambulizi makali zaidi ya anga nchini Syria tangu waasi wanaoongozwa na rais wa mpito Ahmed al-Sharaa kumwondoa Assad madarakani Disemba 2024. Wizara ya mambo ya nje ya Syria ilisema Israeli ilishambulia maeneo matano tofauti ndani ya dakika 30 usiku wa kuamkia Jumatano na kusababisha uharibifu mkubwa wa uwanja wa ndege wa Hama na kujeruhi makumi ya raia wa Kipalestina na wanajeshi. Jeshi la Israeli lilisema lilishambulia uwezo wa kijeshi uliobaki katika vituo vya ndege vya mikoa ya Hama na Homs pamoja na miundombinu ya kijeshi iliyosalia katika eneo la Damascus, ambako vyombo vya habari na maofisa wa Syria walisema kituo cha utafiti wa kisayansi nacho kilishambuliwa. Waziri wa ulinzi wa Israel Katz alisema mashambulizi hayo yalikuwa ujumbe wa wazi na onyo kwa siku zijazo na hawataruhusu usalama wa taifa la Israel kuathirika. Katika kuonyesha wasiwasi wa Israeli kuhusu ushawishi wa Uturuki katika Syria mpya, waziri wa mambo ya nje Gideon Saar alishutumu Uturuki kwa kucheza nafasi hasi Syria, Lebanon na maeneo mengine. Nanukuu, wanajitahidi kwa nguvu zote kuifanya Syria kuwa himaya ya Uturuki. Hiyo ni wazi kuwa ndio nia yao, aliambia waandishi wa habari Paris siku ya Alhamisi. Wizara ya mambo ya nje ya Uturuki ilitaja Israeli kuwa mchochezi wa kimkakati wa machafuko anayesababisha vurugu na kulisha ugaidi kwa kuwa tishio kubwa zaidi kwa usalama wa kanda hiyo. Hivyo basi, ili kuimarisha usalama katika ukanda nzima, Israeli lazima iachane kwanza na sera zake za upanuzi, iondoke kwenye maeneo inayokalia kimabavu na isitishe kuvuruga jitihada za kuleta uthabiti Syria, ilisema wizara hiyo. Nchi jirani ya Jordan ilitaja mashambulizi ya mara kwa mara ya Israeli nchini Syria kuwa ni ukiukwaji wa wazi wa makubaliano ya kujiondoa ya mwaka 1974 kati ya nchi hizo mbili na ukiukwaji wa wazi wa sheria za kimataifa. Saudi Arabia na Qatar pia zililaani mashambulizi hayo ya Israel. Israeli imeendesha kampeni kubwa ya mabomu dhidi ya malengo ya kijeshi ya Syria tangu waasi wachukue mamlaka ya nchi hiyo. Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu alidai mwezi Februari kuwa kusini mwa Syria lazima kuwa eneo lisilo na silaha, na akasema serikali yake haitakubali kuwepo kwa vikosi vya serikali mpya karibu na ardhi ya Israel. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kwa taarifa zaidi kuhusiana na mzozo huo. Jina langu ni Mgongo Kaitira.